Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu akiwa gerezani amechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa IDU kwa maana ya International Democracy Union. Umeelewa vizuri. Sasa hii ni taarifa ambayo imewekwa na chama cha demokrasia Chadema kupitia ukurasa wao wa Instagram ikizungumza kwamba taarifa kwa umma kuchaguliwa kwa Mheshimiwa Tundu Lissu kuwa makamu mwenyekiti wa IDU. Muungano wa vyama vya kidemokrasia duniani IDU umehitimisha mfululizo wa mikutano yake jijini Brussels, Ubelgiji kwa kufanya uchaguzi wa safu mpya ya uongozi. Katika mkutano huo ambako chama kiliwakilishwa na makamu mwenyekiti wa Democracy Union of Africa DUA kanda ya Afrika Mashariki, Mheshimiwa Deogratias Munishi, wajumbe walimchagua waziri mkuu mstaafu wa 22 wa Canada Mheshimiwa Stephen J. Harper kuendelea kuwa mwenyekiti kwa miaka mitatu ijayo. Aidha, mkutano mkuu kwa kauli moja ulimchagua mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kuwa sehemu ya jopo la makamu mwenyekiti wa umoja huo. Rekodi ya msimamo usioyumba katika kupigania haki, utawala bora na demokrasia Tanzania, licha ya mazingira hatarishi ikiwemo jaribio la kutolewa uhai kama ilivyoelezwa kwenye mkutano mkuu, ndio uliowapa imani wajumbe kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni kumchagua Mheshimiwa Lissu katika wadhifa huu. Zaidi, wajumbe wa mkutano mkuu wa IDU walitanabaisha kuwa kwa uzoefu wake katika mapambano ya kutafuta demokrasia ya kweli, haki na uhuru wa kweli, Mheshimiwa Lissu atatoa mchango mkubwa ndani ya IDU, hasa katika kumulika maeneo yanayokabiliwa na changamoto za kuporomoka au kudorora kwa demokrasia na kuibuka kwa tawala za kiimla hususan bara la Afrika. So imetolewa leo Jumamosi 24 Mei 2025 na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi, si ndio bwana? Kwa hiyo ndio hivyo, Tundu Antipas Lissu amechaguliwa. Huyu anasema hii vita hii kuna watu watatapika. Huyu anasema huyu jamaa wakiweka uchaguzi huru huenda akashinda uchaguzi akiwa mahabusu chapu na tunaiona. Huyu anasema Mungu fundi sana. Wanasema Tundu Lissu ni mpango wa Mungu. Wanasema Lissu is unstoppable. Huyu anasema naam. Wanasema Mungu akiwa upande wako. Kitu ambacho CCM wajue ni kwamba Lissu ni mpango wa Mungu, maandiko lazima yatimie, ni muda tu Lissu kuwa rais wa Tanzania. Okay, amezungumza hivyo, of course ni mtazamo wake. Huyu anasema kazi wanayo. Huyu anasema ukisikia usiompenda kaja ndo hiyo sasa. Wanasema mwamba anang'ara kila kona. Mungu akikuinua hakuna wa kukushusha. Okay, yeye kwa upande wake amezungumza hivyo. Okay, huyu anasema hadi machozi yamenitoka kwa furaha. Okay, huyu anasema Tundu Lissu ni mpango wa Mungu jamani, mbona hamuelewi? Huyu anasema naiona hadithi ya Yusufu ambaye kupitia kufungwa ndipo kainuka kwake kulipitia. Yaani hiyo rongo ni kubwa, mtaja nambia. Okay, wanasema hadi machozi yananibubujika. Okay, wanasema sisi tunajua nyie ni vibaraka wa mabepari, ndio maana mnapata nafasi huko, ila IDU ni huko mkiatimbanga mtakaa jela kama Lissu alivyo jela leo. Wanasema amestahili. Wanasema ukombozi wa nchi unakaribia, free Lissu, no reforms, no election. Wanasema kuna watu wanajiuliza huyu jamaa ana nini, mbona kama ni agizo la Mungu. Umeelewa vizuri. Kwa hiyo comment ni nyingi kweli, kila mmoja kwa upande wake, lakini hicho ndicho ambacho kimetokea. Lissu amelamba uteuzi akiwa gerezani. Mtazamo wako ni nini? Hii ni VOT Media, hakikisha umesubscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi.